Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa hii nafasi mmoja ya kuwa wachangiaji. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais kwanza kwa fumbo aliyotuwekea hapa. Sisi tulikuwa tuna point wazee tu, mzee fulani. Sasa baadaye tukaja kuona akatokea Gen Z. Kwanza mimi nilivyoona kwenye mtandao nikajua hizi habari fake, nikampigia Lusinde nikamwambia, Lusinde, ni kweli au hii mtandao? Lusinde akamwambia kweli mjomba. Nikamwambia basi nimeamini. Sasa mimi labda tu niseme kwamba Deo mimi namfahamu muda mrefu, toka akiwa mdogo namfahamu sana, sio namfahamu kidogo. Deo alikuwa ni kama mdogo wangu, rafiki wa mdogo wangu mkubwa, na saa nyingine alikuwa anakuja Gairo, anakaa hata mwezi mzima, tuko naye pale. Akitoka pale anakwenda kwenye mambo yake mengi, kama alivyosema ndugu yangu Mafundi, alikuwa anapenda sana kuendesha matrekta, na pale kwetu palikuwa na matrekta. Kwa hiyo alikuwa anagonga mara kagonga hichi mara kagonga hichi. Kwa hiyo akiwa mdogo namfahamu muda mrefu, na hata wakati anakwenda kugombea ubunge ndio tulikuwa washauri wake. Mimi nakumbuka nilimpaga mamipira, nikamwambia wewe nenda kagawe tu, huyo mbunge aliyoko hapo ataanza kukutukana, kwa hiyo atakuwa anakutangaza, wewe nenda tu. Kwa hiyo nataka kusema tu, mimi nimesimama kwanza kuweka sawa. Kuna baadhi ya watu hata hawaelewi Deo ni kabila gani. Deo ni Mgogo. Kwa hiyo watu wanapoandika kwamba Deo katokea upande fulani, Deo ni Mgogo. Mama yake naye ni mtu wa Kilimanjaro, lakini Deo ni Mgogo. Na namfahamu Deo kuanzia kwa babu yake mzee Ndejembi alikuwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dodoma, lakini sio mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dodoma, alikuwa mwenyekiti wa wenye viti wote wa mikoa Tanzania bara. Alikuwa mwenyekiti wa wenye viti wote wa mikoa wa Tanzania bara. Cheo hiki ni kizuri sana, lakini nataka niseme tu na wengine ambayo mko huko mbele, lazima mheshimu mtu aliyoshika mpini. Aliyoshika mpini kashika mpini, huwezi ukashindana na mtu aliyoshika mpini. Ndugu zangu, tunawatakia mambo mazuri wote huko. Wewe ndugu yetu ambaye umeteuliwa kuwa makamu wa rais, tunajua kwamba uende ukamsaidia mama vizuri, mama afanye kazi bila pressure, na mlioko nao nafasi za urais bado, subirini kwanza ili mama afanye kazi kwa nafasi. Hayo ndio ukweli. Tukisimama watu kama sisi lazima tunyoke kwenye ukweli. Twendeni tukamsaidie mama afanye kazi yake kwa nafasi. Asifanye kazi huku anasikia la huyu, huku anasikia la yule, huku majungu haya, na sisi wabunge kupigana shoti kama alivyosema Msukuma. Tuache, tusiwachanganye hawa watu. Mheshimiwa, leo ukawe kiunganishi kikubwa kati ya wananchi na serikali kwa kumsaidia mama. Hiyo utakumbukwa na kila mtu. Msiende kule, tuna kazi ya kujadili. Maki hapa kuna kipindi watu wanakaa hata bungeni hapa, sisi labda nyinyi mawaziri na Mheshimiwa Spika huna taarifa, lakini tukikaaga kule tunajadili habari ya urais. Fulani atakuwa, fulani atakuwa. Ndio maana hata mimi wakati ule nikasema na mimi nimo, msiniache, kwa sababu nikaona kama urais ndio kila mtu anautaka, hata mimi nipo na naibu wangu hapa. Lakini sasa basi bwana, nimeshakwisha. Kwa hiyo nawashukuru sana, asanteni sana.